anaitwa Ino Jospin Loemba, mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kongo, ile Congo Brazzaville. Ni mchezaji mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba, miongoni mwa wale waliotambulishwa wakati wa usajili wa dirisha dogo kwa ajili ya kuongeza nguvu katika kikosi cha kocha Steve Barker. Kutoa kwake kulitokana na kile ambacho kilielezwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwamba ofa aliyopata kutoka kwa mdhamini wao Jairut na Simba angali wakitamba naye huyu Ino Jospin Loemba, mchezaji ambaye ametoa Simba akiwa amefanya vizuri sana katika ligi kuu ya Cameroon wakati akitumikia klabu ya Colombe FC. Sasa maswali yakawa yangali yakigonga vichwani mwa wengi wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini, hususan mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Wanajua yeye ni fundi, ni miongoni mwa viungo katika eneo la kati wenye kipaji cha hali ya juu katika miguso ya kwanza, kupiga chenga, kufunga na kadhalika. Sasa wapo wachezaji kadhaa ambao wametoa kwa kishindo, lakini mwisho wa siku kilichoonekana uwanjani ni tofauti. Loemba kukawa na shauku kubwa ya kumuona wamo hawamo kwenye mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Kule nchini Angola ndipo hatimaye kocha Steve Barker akampatia nafasi Loemba. Mechi moja haiwezi kutoa majibu, lakini kwa dakika chache alizozipata, maana alikuja kuingia katika dakika ya 39. Wakati huo Simba mizani ikiwa imewaelemea, ndiyo kwa sababu walikuwa wakishambuliwa zaidi, walikuwa wamezidiwa hata idadi ya wachezaji uwanjani baada ya kutolewa kwa Shomari Kapombe kwa kadi ya pili ya njano dakika 45 plus. Matokeo yake Simba walikuwa wanacheza pungufu. Kwa sababu hiyo maeneo mengi ikawa wenyeji Petro Atletico wakiwa wanaongoza kwa bao 1-0 lilofungwa dakika ya 13, wakaifanya Simba iwe na kazi ya ziada. Kwanza iko nyuma kwa bao 1-0, lakini pili ni kwamba wako pungufu, ile numerical advantage na wanufaisha wenyeji Petro Atletico wakiwa na idadi kubwa zaidi uwanjani. Sasa katika kuleta suluhu uwanjani ndipo kwenye dakika ya 51 Steve Barker akawasimamisha wachezaji watatu na kuingiza wote kwa mpigo. Miongoni mwao alikuwa Loemba, alikuwepo pia Selemani Mwalimu, alikuwepo Aniset Ura, miongoni mwa wachezaji wapya waliosajiliwa wakati wa dirisha dogo, huyu mchezaji kimataifa kutoka Ivory Coast. Sasa baada ya kuingia kwa hao Simba waliokuwa pungufu wakachangamka zaidi katika eneo la kati. Kumbukwe Loemba aliingia baada ya kutolewa kwa Alassane Maodo Kante. Nini kilichotokea? Loemba akawa kiburudisho pale kati. Ingawa wana idadi ndogo kulinganisha na wenyeji, bado alikuwa anaonyesha cheche za uwezo wake, hasa katika kupokea mipira, simama maeneo sahihi na kuiachia kwa ufanisi, na hasa katika eneo la mwisho, yani sio pasi za kurudi nyuma nyingi au sideway pasi zile za kushoto kulia, la acha, ni za kwenda mbele. Kwa sababu hiyo eneo la kati likachangamka mno la Simba tangu baada ya mabadiliko haya yaliyomhusisha Loemba. Inakumbukwa vizuri kabla ya kuingia kwa Loemba, Aniset Ura na Selemani Mwalimu dakika 51, Simba walikuwa bado hawajapiga shuti lolote kufikia dakika hiyo, kuanzia kipindi cha pili kilipoanza mpaka mapumziko Simba walikuwa wamepiga mashuti matatu, lakini mpaka dakika 51 walikuwa na mashuti yao matatu waliopiga kipindi cha kwanza. Sasa kuingia kwa Loemba na wenzake kukaifanya Simba changamke zaidi. Hatimaye wakafanya majaribio katika dakika ya 54 lililopigwa na Rushaine De Reuck, wakapiga shuti lingine dakika 72 kupitia kwa Cletus Chota Chama, na dakika ya 81 shuti ambalo lilikwenda kulenga shabaha na kuingia wavuni na kuipa Simba bao la kusawazisha kupitia kwa Aniset Ura, kwa movement, kwa mwenendo wa mpira ambao ulimhusisha Loemba eneo la kati, Selemani Mwalimu, Aniset Ura akafunga, ikiwa ni mpira wa kujibu ulioanzishwa na Ismail Olivier Toure. Kuanzia dakika 51 mpaka dakika 90 akawa amecheza kwa ujumla dakika 39 kwa ujumla. Kwenye dakika hizi Mwamba akagusa mipira, tunasema touches, mara 16. Halafu pasi alizotoa zilikuwa 10, kati ya hizo zilifika 7 ambazo ni sawa na kusema ufanisi wa 70%. Na katika hizo pasi 7 zilizofika, 5 zilikuwa kwenye opposition half, tunasema kwenye nusu ya pili ya uwanja. Ndicho nilichotoka kuelezea kwamba kwa hiyo 63% ya pasi zote alizotoa zilizofika 7, 63% zilikuwa katika nusu ya pili ya uwanja Loemba. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba alikuwa anashiriki katika majukumu ya kupigania mipira, ile kuwa defensive baada ya kuwa offensive. Mkishatoka kushambulia kwenye kuzuia, timu nzima mnatakiwa mpambane naso kwa kuzingatia kwamba walikuwa na idadi pungufu. Mwamba akapigania mipira, matokeo yake akawini mipira, tunasema ball recoveries, kurejesha mipira kutoka katika himaya ya Petro Atletico kwenda kwenye himaya ya Simba mara 4 katika muda huu. Kumbuka Simba dakika zote 90 wachezaji wote
11 walioanza na hata wale 10 katika kumalizia kwa ujumla walifanya ball recovery, kupora mipira mara 49 kwa dakika zote 90 wachezaji wote. Yeye kwa dakika 39 alipora mara 4, lakini pia alifanya interception moja kwa maana ile kwenda kuingilia mpira ambao wapinzani wamekuwa wakipasiana, mchezaji mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika yeye anawahi kufikia, ama anajaribu kudribble, unamzidi maarifa, unachukua, ni sehemu ya interception, ama anajaribu kucontrol, kuupokea, unamzidi maarifa, unachukua. Kubwa kuliko yote ni katika dakika 81 wakati Simba bila kutarajiwa, ikiwa na idadi pungufu, ikasawazisha bao ambalo kimsingi lilimpa furaha mno kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi, kwa sababu kwa kiasi kikubwa ilichangiwa na wachezaji wale alioingiza dakika 51. Nakumbuka vizuri, ilikuwa ni fast break, kwa maana shambulizi la kujibu. Simba alitoka kushambuliwa, mpira ukaingia katika himaya ya Ismail Olivier Toure, miongoni mwa mabeki wa kati katika siku hii. Naye nini alichofanya? Mara moja alitoa pasi kwenda kwa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu kwa kasi akampasia Loemba. Loemba fundi anajua nini afanye. Alipopata mpira mara moja akamrejeshia Selemani Mwalimu, ambaye naye akiwa anapiga pinpoint pass, pasi ambayo imefika alikokutaka, ikamkuta Anicet Ura aliyekuwa amefika kwenye eneo husika na kuweka mpira kambani. Nakumbushia tu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, kwa sababu natambua wengi wenu mlishuhudia bao hili. Matokeo yake Simba akafunga bao hili kupitia kwa Anicet Ura, miongoni mwa watokea benchi watatu walioingia dakika 51, mechi ikaisha 1-1. Hakika Simba walisononeka kwa matokeo ya jumla, kwa sababu kabla ya mchezo wa mwisho utakaocheza dhidi ya Stade Malien, wao tayari hawana uhakika tena hata wa kumaliza nafasi ya 3. Wao ni wamkiani. Pointi walizonazo pointi 2, hata wakishinda mchezo wa mwisho atafikisha pointi 5 ambazo wapinzani wake wote wameshazipita. Stade Malien washazipita, Petro Atletico washapita pointi 2, lakini pia Esperance de Tunis. Lakini miongoni mwa faraja ni juu ya huyu mwamba Ino Jospin Loemba, kwa kiwango alichoonyesha kwamba akidumisha kiwango hiki huenda Simba wakafurahi zaidi na kupata makubwa zaidi katika Simba mpya yenye wachezaji wapya kama yeye Ino Jospin Loemba, kina Anicet Ura, Ismail Olivier Toure na kadhalika. Mwisho wa siku Simba kwenye kipindi cha pili, kwa kile walichokionyesha hasa baada ya kuingia kwa Loemba na wenzake, Petro wakajikuta wanalazimika kufanya mabadiliko kadhaa eneo la kati. Thiago ilibidi atoke, Thiago Reis, kwa sababu eneo la kati lilishikwa vizuri na huyu Loemba. Lakini waliotoka ni pamoja na Panda, akaingia Julinho, alitoka vile vile miongoni mwa nyota wao ni Jonathan Toro, mchezaji wa kimataifa kutoka Honduras. Ilibidi atoke, aingie Maya katika dakika 75, yote katika kuhakikisha wanarejesha utawala eneo la kati ambalo waliathiriwa na mabadiliko ya Simba aliyofanya Steve Barker kuingia kwa Loemba na wenzake. Nini kitakachotokea? Ni swala kusubiri kuona. Loemba baada ya kuonyesha kiwango kizuri sana katika mchezo dhidi ya Petro Atletico kwa dakika zile 39, atadumisha ubora wake mgongoni nambari 10. Ni swala kusubiri na kuona, na virasta vyake, kile ambacho wana Simba wanakitarajia sana kutoka kwake. Hata kiendeleza, maana wapo wachezaji ambao walisajiliwa kwa kishindo, wakaanza vizuri sana, wakaimbwa, halafu wakafanya tofauti. Tunafahamu vizuri, mifano iko mingi, lakini matarajio ni kwamba Loemba ataendeleza kile ambacho alionyesha japo kwa uchache katika mechi ambayo alicheza dakika 39, ili kuleta matumaini mapya kwa Simba mpya kwa ajili ya kupigania mataji mbalimbali yaliyo mbele yao: Ligi Kuu Tanzania Bara, Kombe la Shirikisho la Benki ya CRDB na michuano mingine atakayoshiriki Simba. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.